Kocha wa Esperance Maheri Kanzari ameondoka Tanzania na kurejea Tunisia akiwa na kumbukumbu ya kiungo mkabaji wa Simba Yusuf Kagoma baada ya nyota huyo kuwasumbua katika mechi ya Ligi ya Mabingwa Afrika iliyochezwa weekend iliyopita kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kagoma alikuwa muhimili mkuu wa Simba katika kipindi cha kwanza cha mchezo huo, akitawala eneo la kati katika kulinda na kushambulia, hali iliyovuruga kabisa mipango ya Esperance na kuwafanya washindwe kucheza vizuri. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, Kanzari hakusita kumtaja Kagoma kama chanzo kikuu cha matatizo yaliyowakumba kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Nikimnukuu, amesema, tulikuwa na mpango wetu wa kushambulia mapema, lakini katikati ya uwanja kulikuwa pagumu sana. Niwe muwazi, yule mchezaji namba 21 alidhibiti mchezo kwa kushirikiana na mwenzake namba 8, walikatiza mipango yetu, mwisho kunukuu. Kutokana na udhibiti huo wa katikati ya uwanja, Esperance ilishindwa kabisa kuifungua Simba katika kipindi cha kwanza, hali iliyowasababisha wekundu wa Msimbazi kwenda mapumziko wakiwa mbele kwa mabao 2-0 yaliyofungwa na Shomari Kapombe na Yusuf Kagoma. Takwimu za mchezo zinaonyesha sababu kwa nini Kagoma alikuwa tishio kwa Esperance. Kiungo huyo alikamilisha pasi zote 32 kati ya 32 alizopiga, sawa na 100% ya pasi sahihi. Zaidi ya hapo, Kagoma alipiga pasi 10 sahihi kati ya 10 katika eneo la mwisho la uwanja wa Esperance, akichangia moja kwa moja katika ujenzi wa mashambulizi ya Simba na kuiweka timu pinzani katika presha. Katika kubadili kasi ya mchezo, Kagoma alionyesha uwezo mkubwa kwa kupiga pasi ndefu 3 sahihi kati ya 3, zote zikiwafikia walengwa wake bila makosa na kuisaidia Simba kuhamisha mpira kwa haraka kutoka nyuma kwenda mbele. Ingawa hakuunda nafasi kubwa za wazi za kufunga, mchango wake wa kimkakati ulikuwa muhimu, huku takwimu zikionyesha alama ya kuhusika katika utengenezaji wa nafasi kwa 0.02, ishara ya ushiriki wake katika mchakato wa kutengeneza nafasi. Katika upande wa ulinzi, Kagoma alihusika katika mapambano 4 ya ana kwa ana, akishinda pambano moja la chini kati ya 4, huku akifanya makosa 2 tu katika dakika zote alizocheza bila kusababisha kosa lolote lililopelekea bao au shuti hatari kwa timu yake. Kanzari alikiri kuwa mambo yalianza kubadilika baada ya Kagoma kupata majeraha na kushindwa kuendelea na mchezo. Nikimnukuu, kocha huyo amesema, baada ya kutoka nje kiungo huyo tulipata uhuru zaidi wa kucheza, tulianza kutawala eneo la kati na ndipo mpango wetu ukaanza kufanya kazi, mwisho kunukuu. Esperance ilisawazisha mabao hayo katika kipindi cha pili, ikitumia vyema nafasi iliyojitokeza baada ya Simba kupoteza umiliki katika eneo la kati na kuwa na mianya mbele ya mabeki wa kati. Hata hivyo, licha ya kucheza dakika 58 pekee kisha nafasi yake kuchukuliwa na Nabi Kamara, Kagoma alibaki kuwa mchezaji mwenye alama za juu zaidi kwa Simba katika mchezo huo, akipata wastani wa alama 7.8 kati ya 10. Sare hiyo iliyopata Simba imehitimisha nafasi yake ya kufuzu robo fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika kwa mara ya 8 katika misimu 9 kuanzia mwaka 2018-19, kwani pointi moja iliyokusanya ikicheza michezo 4 haiwezi kutoboa hata ikizichapa Petro Atletico na Stade Malien. Itakwama kwenye pointi 7 zinazoweza kufikiwa na wapinzani wake hao wawili, huku Stade Malien ikiwa tayari ipo juu na pointi 8. Katika kundi hilo kuna mchezo baina ya Esperance yenye pointi 6 na Petro iliyokusanya pointi 5. Hata wikendi hizi zikipoteza zote, basi matokeo yoyote zitakapokutana ndiyo yanayoinyima Simba nafasi. Imeandikwa na Elia Solomon na kusoma kwako nami Hamza Saif.